Mama, kuna mtu upendo nani yako? Unamkumbuka kama rafiki yako. Yuko wapi? Mapinga. Kati yako na Pendo, kuna mtu alishakuwa na mwalimu nyumbani kwake? Mwalimu. Ni teacher ndio. Mdogo wangu ni mwalimu. Yuko wapi mwalimu? Anafundisha Kelege, ilipita hapo Mapinga, ila anakaa Bunju. Anapiga Mapinga. Ameolewa Pendo. Watoto wawili wanafika. Na watoto wawili ndio. Kati yao kuna wa kike? Wote wa kiume. Exactly. Wana watoto wewe? Ndio. Wana wake wangapi? Una wake wangapi? 3. Wa kiume? 1. Mwana wa kiume kwa wapi? Nimemwacha nyumbani. Anamaliza shule. Amemaliza diploma ya clinical officer. Anafanya kazi. Anajitolea. Ninaona giza nene limeingia nyumbani kwako la ajabu. Linavuruga entire family. Linavuruga familia yako yote. Inaposema familia yote imevurugwa. Even the peace of the family, no. Hata amani nyumbani hamna. Imekuwa nyumba kama vita. Mungu ananiambia usiumie, kuna habari njema inakuja sasa hivi. Amen. Asante Yesu. Ninamwona dada binti amekaa nyumbani, anaitwa Neema. Amen. Neema au Grace Neema. Naomba amekaa nyumbani. Sijajua huyu Neema alikuwa nani kwako au kwenu. Ninamwona dada anaitwa Neema. Amen. Sijajua alikuwa nani kwako au kwenu. Lakini naona yuko nyumbani, he's moving in your house. Sijajua nani yako dada. Neema mwanangu wa kike wa pili. Ndiye rafiki yake tuliokaa naye Neema. Exactly. Alikuwa anakaa nyumbani kwenu. Kama binti rafiki wa binti yako. Anaitwa Neema. Mshaka na chumba kimoja, ashaba na mtoto chumba kimoja. Na huyo Neema kweli na mtoto. Ana mtoto. Yuko wapi Neema? Neema kwa sasa nafikiri alikuwa Dar es Salaam, sasa yuko Kigoma. Yuko Kigoma. Kwao ni Kigoma. Wewe na wewe mtu wa Kigoma? Hapana, mimi ni mtu wa Songea. Wewe mtu wa Songea. Binti yako rafiki yake Neema yuko wapi? Huyo binti yangu. Ndio. Binti yangu amepata kibarua yuko Shinyanga. Kuna mtu kwako anajina kama Elikia. Eliki ni mdogo wangu. Mdogo wako yuko wapi Eli? Anakaa kwenye nyumba yangu. Nyumba yako kwa Eliki. Wapi huko? Buza. Aisha kwa Eli. Ameoa ndio. Ana mke na watoto. Wewe unamsaidia pango au nyumba? Ni kweli anakaa hapo, ana zaidi ya miaka 18. Ulimpa tu nyumba? Maisha yake yalikuwa yako sawa, basi mume wangu tuliamua tuseme basi akae hapo. Akae pale. Alianza kama kwa kupanga, alilipa kama miezi 3. Baadaye akakaa pale. Baadaye akakaa mpaka. Eli unafahamu vizuri mdogo wako? Eliki. Si mdogo wako? Ndiyo. Ndogo yako. Nataka binti yako alikuwa na mtoto Neema. Sawa. Na mtaka kijana wako wa kiume. Then Mungu anipeleka mwaka 92 93. Binti yangu wa pili amezaliwa 93. Na mtaka huyo binti yuko wapi? Yuko Shinyanga. Ameolewa binti yako? Kila kipata mwanaume wanashangaa. Mwambie kana prophesy. Unafahamu Yohana? Alikuwa ni rafiki yake. Alikuwa ni rafiki wa Alikuwa rafiki yako? Rafiki wa binti. Binti yako. Okay. Unamfahamu John? Amepita na vijana wengi. Unamwacha. Mwambie sasa hivi anakuja mchumba na muoa mwaka kesho afunga ndoa. Asante Yesu. Mungu ananiambia anakumbuka watoto wako wote. Amen. Anakumbuka watoto wako wote. Huyu mwanao wa mwaka 93 Mungu anampa ndoa. Na maisha yake yanabadilika. Mungu anafanya familia yako. Familia yako imepigwa vibaya sana. Maisha yenu yamepigwa kabisa. Ninaona mpaka uchumi umeshuka, umekuwa mpaka zero. Kila kitu kimepigwa chini. Unahangaika kile unachofanya kinakufa. Maisha yako yanaharibika. Kila kitu kimezikwa. Mungu ananiambia my God, ninaona giza limeingia nyumbani kwako. Linapiga biashara, linapiga kila kitu kimepigwa. Lakini Mungu ananiambia anakuanzisha upya. Anaanzisha maisha mapya. Anaanza a new life. Maisha kwa ni magumu, imekuwa ni ya vita, ya madeni, ya kile na udhaifu. Lakini Mungu ananiambia leo maisha yako yanabadilika. Ni kweli niseme tu mimi kwa mara ya kwanza sijakutana na hivyo vitu, yani kwa mara ya kwanza nimekutana naye,
na nimeona vitu vya ajabu yani. Kwanza yani ameinua vitu ambavyo na alivyoongea ni vya ukweli kabisa kwenye familia yangu, ndivyo vilikuwa hivyo. Na kuhusu vitu ambavyo amenielekeza kuhusu mpaka au watu ambao tulipita nao enzi nikiwa na mume wangu, yani ni sahihi. Niko nimeshasahau, sikuwa nakumbuka, lakini sasa nikajikuta anavyoniambia unamfahamu mafulani, unamfahamu mafulani. Nikasema nakumbuka yeye namfahamu. Ilikuwaje? Inanijia ile picha. Kwa baada ya kunijia picha, ni kweli najua yale aliyenitabiria na mimi naamini kabisa, kwa sababu ndicho ilikuwa ni kilio changu. Ilikuwa ni kilio changu. Mungu aibadilishe maisha yangu. Nimepitia kwenye changamoto kubwa sana. Nimepitia kwenye changamoto kubwa. Nilikuwa namlilia Mungu siku na mchana. Yani mno, nilikuwa namlilia Mungu siku na mchana. Mpaka tungo kwa anasema mama, kwani tunapita kwenye changamoto hivi toka baba akiwa hai, tumepita kwenye changamoto. Imekuwaje mpaka tukafika hivi? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Yani si kwamba hatuna vitu, tuna vitu. Kwamba Mungu alitulaki vile vitu yani vilipita, yani kuna giza lilipita kwenye kampuni kama Prophet alikuwa ametabiri hapa. Ilikuwa ni giza, tuna mazeno yoyote, hatupati chochote. Yani vitu kwa yani vina yani kwa kuna giza, yani kuna kitu kinatembea pale. Unachokipata kisimami, kinapotea. Yani namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa kweli Prophet yuko vizuri sana. Yani na Mungu anamtumia sana. Yani alinitoka machozi kwa sababu nilikuwa nalia nikasema hakika Mungu wewe upo na Mungu wewe unajibu kwa wakati wako, kwa sababu kwa wakati ambapo leo yenyewe ilikuwa yani kwanza nisije. Yeye nilikuwa nasema sasa jua lote ili niende mimi siende bwana. Alafu nimefunga, alafu naenda na jua lote ili. Lakini kuna msukumo ndani yangu. Nikasema hata kama nimechelewa, hata kama nikifika saa ngapi, mimi lazima niende. Mimi leo lazima niende. Yani nilikata tamaa, lakini kufika saa 9:15 nikajikuta tu nimepanda gari na kuondoka na kuja huko. Na nimefika hapa, niliposhuka nikauliza, basi nimefika. Nimetulia. Lakini kumbe ilikuwa ni siku yangu ambayo Mungu kunifuta machozi yangu na kuniambia utalia tena. Mungu amesikia kilio chako na Mungu anaenda kufungua maisha. Kwa mfano kama binti yangu alikuwa anamtabia binti yangu, amepita kwa watu wengi, yani marafiki wengi yani asimame nao. Alafu ukimwangalia yani hana kasoro yote. Uwezi kumsifia ni kubaya, lakini binti yangu ni mzuri. Lakini sasa unajiuliza ni nini? Watu wanamtaka ndio ni wengi, lakini ni nini? Lakini kumbe kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya vinazuia. Lakini kila ambacho nimeambia Prophet mimi nimeyapokea yote, ninaamini yote, naenda kuyapata yote kwa sababu ameniambia kuanzia sasa vitu vangu vyote Mungu amevifungua. Mama niangalie mimi. I don't know who is this person. And then like Huyo Daniel. Mume wangu amefariki, mume wangu aliacha kampuni. Kwa hiyo ameoza ile kampuni. Ameoza hiyo kampuni. Amechukua. Sasa tupate chochote. Alikuwa alikuwa mfanyakazi wake. Wa baba yako. Wa mume wangu. Exactly. Mume wako yuko wapi? Amefariki. Yes, Damian. Sio mrefu sana. Mfupi kimo. Sawa? Ana alama somewhere hapa. Iko sawa? Ana alama hapa. Exactly. Ile uko nako. Wakati Damian yupo, ushakusikia mtoto wa Emmanuel? Au kumbuki? Wana amani kama kumbuki. Mume wako alikuwa anafanya kazi na Damian. Baadaye Damian akawageukeni. Akataifisha kampuni. Akaziuza kampuni. Anazitumia yeye. Kama ni za kwake. Si ndio Okay, sasa leo kuna kitu tunafanya sasa hivi. Rudia tena. Richard. Unaitwa? Richard. Mama mwangalie bwana. Kwani wapi? Mbeya. Mama kwani wapi? Songea. Huyu anaitwa Richard. Amen. Rudia tena. Richard. Sema Richard. Ino ngona kujisimama jitu maliza ibada, sema Richard. Mama, unamkumbuka baba anaitwa Richard? Nakumbuka. Ndio Richard. Kabla sijaolewa. Ndio.
mume wangu aliniambia alikuwa na mtoto. Yeye alisema kwamba yani alichoniambia. Nilipata taarifa kwamba alikuwa na mtoto. Nikamuuliza mtoto, mbona sikia kama ulikuwa na mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume yuko wapi? Ndio. Akaniambia hapana. Yule mtoto yule mwanamke alinidanganya. Wakati majirani waliniambia kwamba sasa sijui alikuwa ananipicha, lakini majirani waliniambia kwamba alikuwa na mtoto, lakini wakati yule mtoto yule dada alivyompa mimba, mume wangu alivyompa ujauzito, alienda kujifungulia kwao. Ndio. Richard sasa ni nani? Richard ilionekana kama ni mtoto wa mume wangu kabla hajanioa mimi. Ndio. Ndio. Kwa hiyo kawaje? Yaani sijawahi kumshuhudia machoni kwa kweli. Lakini ulimsikia? Nilimsikia. Ulimsikia kwamba yuko wapi mtoto? Sikuwahi kusikia yuko wapi, ila alikuwa anakaa na mamake. Mamake naye alikuwa ni mtu Songea. Okay, baba hajakwambia? Baba hajaniambia. Mama hajakwambia? Hajaniambia. Sasa Richard yupo. Nama namjua. Sawa? Yaani mume wako alikuwa anamfahamu Richard. Walikuwa wanawasiliana, walikuwa wanaongea na kwenye kampuni na kufahamu. Yaani mume wako Richard anamjua na wanafahamiana na kuna sehemu baba alimpa Richard ile nyamjui. Ile ngoma yako jisaba nesi. Usiniache. 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 Mungu ananiambia leo anaingia vita yako sasa hivi. Amen. 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 Leo kuna kitu ambacho Dennis Damian kinafanyika kwake sasa hivi. Amen. Kila alichoiba atakirejesha. Amen. Na maisha yako ile yalibika, Mungu anasema anainua tena upya. Ananiambia Mungu anakuinua kwa jinsi ya ajabu. Ananiambia ndani ya miezi 6 kuanzia sasa kitaanza kurejesha kimoja baada ya kingine. As I speak right now, ananiambia kuanzia mwezi wa 3 ndani ya miezi ya 6 mpaka mwezi wa 9 maisha yako yataanza kubadilika. Oh, can I prophesy somebody? Prophesy. Makapaladesha bayana Masai. Prophesy. Magazeke bahanda. Ananiambia kuna jambo linakufanyika sasa hivi kwako mama. Mungu ananiambia anabadilisha maisha yako yote. Yale uliyokuwa unalia kila siku, unaona mambo yamekuwa tight, yamekuwa magumu, yamekuwa yafai. Ananiambia sasa anakupa miezi 6 kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 9 utaanza kuona mabadiliko ya ajabu kwenye maisha yako. Ilongo lako Yesu Bwana Yesu. Usiniache. Usiniache. Usinipite. Usinipungukie. Mama, Mungu ananiambia amekumbuka. Amekumbuka watoto wako, familia yako, kizazi chako chote. Maisha yako yanabadilika. Yote yanabadilika. 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 Watoto wako wote wanabadilika. Oh my. Naona mfuko. Sema naona mfuko. Naona begi. Mfuko na begi. Then naona mfuko mweusi, begi jeusi. Then naona dada anaitwa Rosie. Amen. Naona dada anaitwa Rosie. Rosie. Naona Rosie amebeba begi na mfuko. Can I prophesy somebody? Prophesy papa. Sema Rosie. Rosemary. Mada zeke mayada. Mwaka 87 ulikuwa wapi mama? 87. Ndio. Nilikuwa kijijini. Ulikuwa umeshaolewa? Hapana. Ulikuwa hujaolewa? Ndio. Okay. Unafahamu Rosie? Rosie. Ndio. Ulifunga ndoa? Ndio. Na mume wako? Ndio. Kanisani? Ndio. Unafahamu Rosie? Yes. Unafahamu Mama Rosie? Mama Rosie. Ndio. Oh. Rosie. Nafahamu Rosie baada ya kuolewa. Ndio, nani yako alikuwa? Huyu Rosie tulikuwa majirani. Sio yeye. Wakati tunaolewa unajua Rosie? Mama Rosie. Ndio. Mama Rosie wakati tunaolewa. Ndio. Oh my God. Mama Rosie wakati tunaolewa, yaani wageni wa mume wangu wote walifia kwa Mama Rosie na walishughuli walifanya kwa Mama Rosie. Can I prophesy somebody? Prophesy. Wakati tunaolewa wageni wako wote walifikia kwa Mama Rosie. Mama Rosie alisoma na mume wangu. Exactly. Ile yangu lako juu Bwana. Naomba usiniache. Naomba usipite. Maisha yangu yabadilike. Asa mama, mimi naanza kubariki toka wageni wako na kwa Mama Rosie. Naanza kubadilisha maisha yako kutoka pale kipindi kile. Naanzia pale kwenye ndoa. Yaani hapa unapata a new life
And everything will be new. Everything will be new. The woman who supported your husband was Mama Rose. Amen. Kuna jambo Mungu analifanya sasa hivi, na anza kutengeneza maisha yako yote na watoto wako kuanzia kwa Mama Rose. Na kila kitu kinabadilika kuanzia leo. Mungu ananiambia ndani ya miezi 6 mama, maisha yako yaliyoharibika yote yataanza kujengwa upya. Amen. Amen. Lakini sijajua, ninaona roho ya cancer. Amen. Sijajua nani alipata challenge kwa familia yako au kwa familia yenu. Naona spirit ya cancer. Mungu ananiambia niiombee sana, kwa sababu ninaona mtu ni kama vile ni padri au mchungaji like kuna mtu kwa padri, mchungaji in your family. Ni mtoto wa mango mdogo ni padri. Padri. Kuna mtu alipata shida ya cancer kwenu? Upande wa padri, upande wa maziko dogo. Au fahamu? Huyo mtoto wa mango mdogo, huyo padri kakake alikuwa ni padri na yeye alikufa na hiyo cancer. Na mwenyewe alikuwa padri. Alikufa na hiyo cancer. Mungu ananiambia hivi, kuna roho inatoka upande wa mama yako ilimuua padri. Amen. Inataka kuingia kwenye maisha yako. Mungu ananiambia hii roho ni izime saa hii. Amen. Praise God. Amen. Ile mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiniache. Usiniache. Mungu ananiambia siku ya leo amekumbuka maisha yako. Amen. Usilie tena. Amen. Usilie tena. Amen. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. God has remembered you. Usilie tena. Mungu amekukumbuka. Yesu amekumbuka. Amekumbuka. I say, nabii ni hatari. Kwanza yani nimesita nikasema sasa mbona sielewi nabii anaongea vitu vya ajabu kabisa yani akasema nikaanza tafakari kwa sababu jina anafanana. Nilipotamka akasema sio huyo. Nilipotamka jina ile akasema huyo Filipo ndo huyo Filipo. Nikasema ibalai. Kwa kweli prophet yuko vizuri. Yuko vizuri. Yani ni mtumishi wa Mungu, yuko vizuri sana. Yani anasaidia watu na Mungu, namwombea kila laheri Mwenyezi Mungu aendelee kumtumia kwa sababu wenye shida ni wengi sana. Yani mno. Na mimi naamini kwa hili yani watu wengi hawajui. Wakijua kwa kweli na mimi yani nitaenda kwa mjumbe kwa wengine. Unajua ukisikia yani unajua mtu anacho kama wewe mama ulimsikia mwingine alikuwa amesema hapa sema nimeenda kwenye makanisa mengine nimetembea huku na huku. Unajua ndio hivyo kwamba si yeye tu ni wengi tunafanyaga hivyo. Yani mpaka unafika mahali unasema sijali nienda kule hivyo yale. Lakini mimi shemeji yangu huyo shemeji yangu ndo Mapunda na muamini yani akiongea alivyoongea hivi niambia wewe kama amefika kwake huyo. Na mimi lazima nikafike. Kwa hata leo tulipanga tuje wote. Si imetokea nini lakini mimi sikumpigia. Lakini mimi nikitoa na Bwana hapana. Yule mtumishi yuko vizuri. Mimi nasema yani watu wasiojua kwa kweli naona watu wengi hawajui na watu hawajui lakini pana kitu cha ajabu sana. Sema baba asante. Baba asante. Asante. Mama niangalie. Ninaona simu kutoka nje. I don't know nani anakaa Marekani au I see phone from abroad. Mungu ananiambia kuna jambo la ajabu kwako sasa hivi. Ananiambia anakusaidia. Mungu anakuinulia watu kusaidia. Watakao kubeba. Maisha yako yatabadilika yote. Amen. Marekani kuna baba mmoja mzungu anakaa Marekani. Ndio. Tulipoteza naye na siku nyingi. Niliwahi kufanya naye kazi. Zaidi ya muda mrefu hatujaona. Kuna mtu anatafuta. Nasikia p. I don't know this p. A man, I don't know PUC, pilili, p. Ni nani p? Anaitwa John Wall. No. So p like PH like Filipo, pili, p. What is this? P. Yeah. Filipo. Yes. Au Fido. PH. PH. Yani ni kama Filipo, Filibeti, PH.
Huyu Filipo, Fido ni rafiki yangu. Hapo mwingine Philemon. Anaitwa Philemon. Huyo anafanya kazi uhamiaji. Ndio. Huyu Fido ambaye mwanzo alikuwa anamuita Filipo, ni Filipo, lakini amebadilishwa jina akaitwa Fido. Exactly. Nani yako? Ni rafiki yangu. Anafanya nini? Anafanya kazi gani? Yupo kwenye mambo ya mafuta. Aisha kusaidia? Aisha kusaidia Filipo? Aliwahi kunisaidia. Alikusaidia nini? Alinipa hela kama laki 8. Kama nani? Ufanye biashara? Alinipa nimlipie mtoto. Mnawasiliana? Ndio. Nimekuwa nakufahamu. Ndio. Aisha kuja? Ndio. Aisha kulala pale? Ndio. Okay sawa. Okay sawa. Okay sawa. Juzi alikuja kwako? Ndio. Exactly. Ulimwomba hela? Ndio. Alikwambiaje? Ana hela. Ana hela. Atanitumia, sema atanitumia. Alikwambia atakutumia, alikutumia? Hajanitumia. 100,000? Hajanitumia. Hata shilingi. Okay. Mungu ananiambia hivi, kuna jambo analifanya sasa hivi. Maisha yako yote yanabadilika, yote saa hii. Inua mkono wako wa kushoto juu. Baba, nambariki mwanamke huyu siku ya leo. Na maisha yake yote yanabadilika saa hii. Filipo ni rafiki, ni mme? Ni mpenzi wangu. Exactly. Because I see ulipo ule mkono, I see Filipo as a man, kama mme, kama mpenzi. Amen. Inua mkono wako juu kanisa. Sema Yesu. Naomba ufanye jambo la ajabu. Itakao badilisha maisha yangu. Itakao badilisha maisha. Fanya jambo la ajabu. Fanya jambo la ajabu. Itakao badilisha maisha yangu.